Katika ambayo yanatakiwa tuyafanye katika mwezi huu ni silatul rahim, kuunga undugu, kuunga undugu na ndugu zetu. Itakuwa sio jambo zuri mwezi huu wa Ramadhani wewe unafurahi na familia yako, ili hali kaka yako, mjomba wako, shangazi yako, baba hawapo katika mazingira mazuri ya kuifunga Ramadhani hii. Kwa hiyo huu ni mwezi wa kuunga undugu. Sio lazima uwapelekee kitu cha thamani sana, hapana. Hata ile kuwaombea dua tu huko walipo, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi waifunge Ramadhani, hata kwa kuwapigia simu kuwapa pongezi za Ramadhani na kuwakumbusha mambo madogo madogo ambayo wanatakiwa yafanye. Sio lazima kuwatumia mamilioni na maelfu. Ujumbe wako unayemtumia ukamwambia huu ni mwezi wa Ramadhani na leo ni siku ya pili au ya tatu, kumbuka kutoa sadaka angalau kitu kidogo. Ni namna ya kuunga undugu. Lakini katika mengine ambayo tunatakiwa tuyafanye katika mwezi wa Ramadhani ni kutoa sadaka. Mama yetu Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajwadu nas, alikuwa Mtume ni mzuri mno katika maisha yake kila siku. Wakana ajwadu ma yakunu fi shahr Ramadhan, na alikuwa mzuri zaidi kwa jamii katika mwezi wa Ramadhani, na akiongezeka uzuri zaidi katika 10 la mwisho anapoijiwa na Jibril alayhi salam. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam nje ya mwezi wa Ramadhani alikuwa ni mzuri na watu. Mwezi wa Ramadhani ukiingia anakuwa na maisha mazuri na watu wengine, lakini kila siku zikiongezeka za mwezi wa Ramadhani anazidi kuongeza ile utofauti. Sisi mwezi wa Ramadhani siku ya kwanza, ya pili, ya tatu tumefanya bidii kiasi fulani, lakini kila siku zikiongezeka tunazidi kupungua. Na tunatoka katika mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho ambalo ndilo la kujifunga kibwebwe kufanya ibada, tunahama katika mwezi wa Ramadhani, tunaingia katika siku ya Idi, bali tukaomba hasa Idi ifike kwa haraka. Haya sio mafundisho ya Mwenyezi Mungu, wala sio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tujitahidi mno kufanya khairi mbalimbali, ibada mbalimbali. Hakuna ibada rahisi kama kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alipowazungumza watu mbalimbali wa khairi akaanza innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, akawataja mpaka mwisho akasema wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, wanaomtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi katika wanaume na wanaomtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi katika wanawake. Kumtaja Mwenyezi Mungu sikusudii kusema subhanallah peke yake, bali kila khairi inayofanyika ni dhikrullah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna ibada ambazo zinahitaji na tahara, uelekea qibla. Zipo ibada hizo nyingi tu, lakini kuna ibada wala haihitaji na tahara, wala haihitaji uelekee qibla. Ukiwa katika shughuli zako unaifanya, unatembea kwenye pikipiki unaifanya, kwenye baiskeli unaifanya, sokoni, biashara yako unaifanya, kumtaja Mwenyezi Mungu subhanallah wa bihamdi mara 100. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, atakayesema hivi mara 100 siku ya kiyama hakuna atakayemzidi kwa malipo isipokuwa aliyesema zaidi yake. Na tumeambiwa ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Adhana ikiadhiniwa siku ya Ijumaa, kimbilieni kumtaja Mwenyezi Mungu. Lakini swala ikiisha, ingieni katika mihangaiko yenu na mtaje Mwenyezi Mungu huko kwenye shughuli zenu. Dhikrullah kwa adhkari mbalimbali ambazo tunafundishwa na Mwenyezi Mungu haihitaji kuwa na tahara wala kuwa
uelekee qibla. Masahaba maneno haya Mtume aliyefanyia kazi. Ibn Umar radhiallahu anhu anatoka nyumbani anaenda sokoni, akampitia mwenzie, twende sokoni. Mwenzie akamsindikiza hadi sokoni. Kufika sokoni hajanunua kitu hata kimoja. Kila mtu anayekutana naye assalamu alaykum, kwenye biashara yake assalamu alaykum. Wakamaliza akarudi nyumbani. Siku ya pili akamwambia tena rafiki yake, twende sokoni. Yule bwana akakataa. Huko sokoni uenda kufanya nini? Jana tumeenda hakuna ulichonunua wala kuuza, leo tena twende. Sema hujaona kama nimenunua kitu? Kumbe amenunua vitu vingi. Ila assalamu alaykum wa rahmatullah, thawabu 30. Sasa sisi hata kusalimiana tunakutana sisi kwa sisi na kwa ngumu. Habari yako, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ziko ibada ambazo tunaweza kuzifanya zikaongeza malipo yetu, wala hazihitaji kuwa na tohara wala kuelekea dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio masiku, huu ndio mwezi, nyakati bora za kuchuma malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie katika ambao wataifunga Ramadhani imanan wa ihtisaban. Mwenyezi Mungu atujalie katika ambao watasamehewa madhambi yao katika mwezi huu. Tujalie katika ambao wataachwa huru na moto katika mwezi huu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atutakabalie matendo yote tunayoyafanya, ya visimamo vya usiku, vya mchana, funga zetu na ibada na kheri mbalimbali ambazo tunazozifanya. Na kikubwa zaidi, tujitahidi kuwa na ikhlasi katika kila ambacho tunachokifanya, kiwe kidogo au kikubwa.